Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yalojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa, habari za biashara zitasomwa na Godwin Mawanja na habari za kimataifa zitaletwa kwenu na Roman Shirima. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Dr. Samia afungua mkutano wa pili wa kimataifa wa shirikisho la dunia la madaktari bingwa wa upasuaji wa ubongo na mishipa ya fahamu. Katika biashara, Afrika 50 kusaidia utekelezaji wa dira nchini Tanzania. Na katika habari za kimataifa, Urusi yaongeza mashambulizi Ukraine, watu 14 wauawa katika mashambulizi ya Alhamis. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema kuwa uwekezaji katika huduma za afya za kibingwa ni muhimu katika kuokoa maisha ya wananchi na kuharakisha maendeleo ya taifa. Goodluck Msolla anayo taarifa zaidi. Akizungumza katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Julius Nyerere JNICC jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano wa kimataifa wa shirikisho la Jumuiya ya Madaktari wa Upasuaji wa Ubongo, Rais Daktari Samia amesema kuwa taifa lenye wananchi wenye afya bora linaweka misingi imara na ukuaji wa uchumi, kuongeza uzalishaji na kudumisha utulivu na amani ndani ya jamii. Ameeleza kuwa serikali imeendelea kuwekeza kimkakati katika kuimarisha mifumo ya huduma za afya, ikiwemo huduma za upasuaji wa ubongo, huku akibainisha kuwa katika kipindi cha miaka 5 iliyopita Tanzania imepiga hatua kubwa kwa kuongeza hospitali ambazo zinatoa huduma za kibingwa za upasuaji wa ubongo kutoka hospitali 2 hadi kufikia hospitali 7 Aprili 2026. Rais Daktari Samia amesema upanuzi huo umeonyesha uwekezaji wa makusudi katika miundombinu ya afya, rasilimali watu pamoja na teknolojia, hatua ambayo itaiwezesha nchi ya Tanzania kutoka katika uwezo mdogo wa huduma za upasuaji wa ubongo na kufikia mfumo imara wa ndani na endelevu kwenye kutoa huduma hizo. Aidha, Rais Daktari Samia amebainisha kuwa idadi ya madaktari bingwa wa upasuaji katika fani mbalimbali imeongezeka kutoka madaktari 1038 kwa mwaka 2020 hadi kufikia madaktari 1518 kufikia Aprili 2026, sawa na ongezeko la madaktari 542. Ombi langu kwenu kuitunza hii mita. Umetaja wenyewe bei zake hapa ni very very expensive, lakini hospitali yetu itategemewa within the region. Wengi watakuja hapa kupata hizo treatment, wakijua tu tunafanya hivyo watakuja wapate treatment. Niwaombe sana, hiyo hospitali chukueni kama mtoto wenu, itunzeni, tunzeni mitambo, toweni huduma. Lakini jengine nimeambiwa wewe ndio mtaalamu peke yake wa hili dude hili. Sasa train wenzio, sababu hizo huduma pengine mbele Mungu akitupa uwezo tunaweza one of the zone tukanunua mwingine tukauweka. Lazima pata wataalamu wa kurani. Kwa hiyo train wenzio ili waweze kutoa huduma. Tanzania ni kubwa hii, hatuwezi wote nchi nzima tukategemea hapo peke yake. Kwa tunaweza tukachagua sehemu nyingine yenye watu wengi kama Lexon kwa mfano, tukalipeleka hilo lidude. Kwa lazima liwe na mtu kule wa kuhudumia. Katika hatua nyingine, Rais Daktari Samia ametunukiwa tuzo maalum ya kimataifa ya ubinadamu ya upasuaji wa ubongo kutokana na mchango wake mkubwa katika kuimarisha sekta ya afya nchini. Tuzo hiyo imetolewa na Rais wa Chama cha Madaktari wa Upasuaji wa Ubongo, Mgongo na Mishipa ya Fahamu Tanzania, Daktari Othman Kiloloma katika mkutano wa pili wa kimataifa wa shirikisho la Jumuiya ya Upasuaji wa Ubongo, Mgongo na Mishipa ya Fahamu, ambapo amesema wanatambua na kushukuru mchango wa Rais Daktari Samia hususan katika upande wa kibinadamu. Daktari Kiloloma amesema kuwa kupitia uwekezaji uliowekezwa na serikali ya awamu ya 6 katika huduma za kibingwa na za ubingwa bobezi, ujenzi wa rasilimali watu na uimarishaji wa huduma za vipimo, dharura na bima ya afya kwa wote umeokoa maisha na matumaini ya maisha ambayo wengine hawakuwa nayo. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo.
Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka viongozi wa serikali zinazounda ukanda wa Ziwa Tanganyika kuhakikisha wanaweka mikakati ya ulinzi na usalama, ikiwa ni pamoja na kulinda miundombinu ili kulinda biashara na uwekezaji katika ukanda huo ambao unatajwa kuwa kitovu cha biashara kwa nchi za maziwa makuu. Gulaki Msola ameandaa taarifa zaidi ambayo inasomwa hapa studio na Recho Chacha. Dr. Mwigulu amesema hayo mkoani Kigoma wakati wa ufunguzi wa kongamano la kimataifa la biashara na uwekezaji kwa nchi zinazozungukwa na Ziwa Tanganyika, ambapo amesisitiza uwepo wa mifumo inayoruhusu sekta binafsi kushiriki katika ujenzi wa biashara na uwekezaji, huku akiwahimiza wawekezaji na wafanyabiashara kuendelea kuwekeza katika ukanda huo kwa kuwa serikali imeweka mazingira wezeshi. Ninatambua kuwa mkoa wa Kigoma na ukanda wa Ziwa Tanganyika una fursa nyingi za kiuchumi ambazo bado hazijatumika kikamilifu. Hivyo kongamano hili ni muhimu sana miongoni mwa mikakati ya kuwezesha mkoa na ukanda huu kuwa kitovu cha biashara na hivyo kupiga hatua zaidi za kimaendeleo. Kwa hiyo ndugu washiriki, mkoa wa Kigoma ni miongoni mwa mikoa ya kimkakati kibiashara na uwekezaji hapa nchini na kwa nchi za jirani. Kwa upande wake, waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amewaambia wawekezaji na wafanyabiashara kuwa serikali pamoja na kujenga miundombinu mingine inaendelea kutekeleza miradi ambayo itaufanya mkoa wa Kigoma kufikika kwa urahisi pamoja na kuunganisha mkoa huo na mataifa ya Burundi na Kongo kwa kutumia reli ya kisasa ya SGR. Sekta ya uchukuzi ni muhimili muhimu katika kuwezesha biashara, kuimarisha muunganiko na kuleta maendeleo endelevu. Kwa kushirikiana na wenzetu wa nchi za ukanda wa Ziwa Tanganyika, tunaweza kubadilisha ukanda huu kuwa kitovu imara cha uchumi chenye ushindani na kinachotoa manufaa halisi kwa wananchi wetu. Katika mkutano huo, viongozi kutoka Tanzania na nchi nyingine za Burundi na Kongo wameeleza kuwa jukwaa hilo ni muhimu hasa kwa kuwa wanapata nafasi ya kubadilishana uzoefu pamoja na kupeana taarifa za uwekezaji na fursa nyingine zilizopo kanda ya Ziwa Tanganyika. Imeelezwa kuwa wanaume wanaposhiriki ngono zembe na wanawake tofauti, wanawake hao wako kwenye hatari ya kupata saratani ya mlango wa kizazi, kwani wao ndio wanaweza kubeba virusi vya HPV vinavyopelekea saratani hiyo. Hazla Omari ana taarifa zaidi kutoka mkoani Arusha. Dr. Enoch Baraka ni mwelimishaji wa saratani ya mlango wa kizazi pamoja na saratani ya matiti. Anasema uelewa wa jamii kuhusu saratani ni mdogo, kwani hatua za awali anapaswa kuzibaini mhusika mwenyewe kabla hajaenda hospitali. Takwimu zilizofanyika mwaka 2022 zinaonyesha kwamba zaidi ya watu 10,000 walipata maambukizi hiyo ya saratani ya mlango wa kizazi, lakini kati ya hao zaidi ya watu 6,000 vilitokea vifo vya saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni takwimu ambazo zipo juu kidogo kwenye maeneo yetu haya. Mradi huu ukawa umejikita zaidi katika watu kujua dalili za awali, lakini pia kutambua nini kifanyike mapema ili isije ikageuka sasa ikawa ni isiyotibika. Maana tunasema kwenye palliative care, sasa tunaanza kutibu tu maumivu kwa sababu inakuwa imeshasambaa mwili mzima. Saratani ya mlango wa kizazi hapo awali ilikuwa ikiitwa shingo ya kizazi, lakini mabadiliko yamefanyika, sasa ni mlango wa kizazi, kwamba kila mwanamke ajue dalili gani ambazo zinahusika na masuala ya saratani ya mlango wa kizazi. Tumezungumzia swala la kutoka damu nyingi, tumezungumzia swala la kutoka uchafu wenye harufu mbaya, lakini tumezungumzia swala la maumivu makali chini ya kitovu. Kwa hiyo mtu wa kwanza kugundua dalili za saratani ni mtu yeye mwenyewe, kujua mwili wake ukoje na kuona tofauti yoyote ile ambayo ataijua katika hatua za awali. Meneja wa mradi wa kuongeza uelewa wa jamii kuhusu saratani ya mlango wa kizazi Afrika Mashariki, Resta Bonfas, anaeleza malengo ya mradi huo wa miaka 4 unaotekelezwa mikoa 6 ya Tanzania bara na visiwani. Mradi huu unalenga kupunguza madhara yanayotokana na magonjwa wa saratani. Tunayo huduma ya chanjo ya HPV ambapo tunafanya kazi na viongozi mbalimbali kuanzia kwa walimu mashuleni, watoa huduma vituoni ambao wao ndo wanaotoa chanjo, na katika mikoa yote kwa mwaka jana mradi umeweza kuchanja watoto zaidi ya 54,000. Saratani inatokea pale mabadiliko ya mwili yanapotokea ambayo yamepelekewa na seli za mwili zinapokuwa kwenye utaratibu usio wa kawaida, ambazo hutengeneza kitu kwenye mwili ambacho hakikutakiwa kutengenezwa.
Waajiri nchini wakiwemo kutoka sekta ya habari wametakiwa kuendelea kuwasilisha michango ya wafanyakazi katika mfuko wa fidia kwa wafanyakazi ambao kwa kipindi cha mwaka huu wa fedha umeweza kufikia malengo ya 104%. Gulaki Msola anayo taarifa zaidi. Akizungumza na wahariri wa vyombo vya habari katika mkutano maalum wa jukwaa la wahariri nchini kwa ajili ya kujadili mapendekezo ya marekebisho ya katiba, mkurugenzi mkuu wa mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF Dr. John Mduma amesema licha mwitikio mzuri wa wafanyakazi katika kuwasilisha michango, bado inahitajika kufanya hivyo kila wakati, huku mfuko huo ukija na njia mbadala itakayowezesha waajiriwa kufuatilia michango yao ili kubaini kama inafika katika mfuko huo. Lengo ambalo tulijiwekea kwa mwaka wa fedha ulioishia mwezi Juni 2025 tuliweza kukusanya 104% ya kile ambacho tulikuwa tumekilenga, na hii ni kutokana na mwitikio mzuri wa waajiri. Hata hivyo bado kuna waajiri tunaamini hawajajisajili, na hata wale waliojisajili tunaamini kuna baadhi hawakuleta michango. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba ni vema waajiri wote wakajisajili, na wakishajisajili basi wakaleta michango kwa wakati. Hili ni muhimu sana ili kusudi wafanyakazi wao watakapopata ajali au magonjwa yanayotokana na kazi, basi mfuko wa fidia kwa wafanyakazi uweze kuchukua jukumu la kuwalipia matibabu yao na fidia za ulemavu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini TEF Deodatus Balile amesema mkutano huo maalum umeitishwa ili wanachama wajadili na kutoa mapendekezo katika marekebisho ya baadhi ya maeneo, ikiwemo eneo la kupata makamu mwenyekiti sanjari na kuanzisha majimbo ya uchaguzi. Tunalenga katika kikao cha leo kufanya mabadiliko ya katiba ya TEF. Mabadiliko yenyewe, sehemu kubwa ya mabadiliko ni mbili. Katiba yetu aliondoka makamu mwenyekiti wa TEF akachaguliwa kuwa mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu. Hatukuwa na kifungu cha jinsi ya kumpata makamu mwenyekiti. Kwa hiyo tunakwenda kuweka kifungu cha jinsi ya kumpata makamu mwenyekiti. Baada ya Bakari Machumu kuondoka akawa mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu, kwa hiyo mtaona sasa hivi TEF ina mwenyekiti lakini haina makamu mwenyekiti. Tusingeweza kuvunja katiba kufanya uchaguzi wa haraka. La pili, tunalenga kuanzisha majimbo ya uchaguzi ndani ya TEF kwa kuangalia kwamba hatuwezi kuendelea na mfumo wa wanachama wote kuhudhuria mkutano mkuu. Tutafanya marekebisho yatakayoruhusu wanachama wachache kuwakilisha magazeti, redio, TV na mitandao ya kijamii. Aidha, Balile amezungumzia mwenendo wa vyombo vya habari nchini akisema kwa sasa hali imeimarika, huku changamoto ikisalia kuwa ni uchumi katika vyombo hivyo, huku akiainisha kuwa jitihada bado zinahitajika ili kuimarisha uchumi ndani ya vyombo hivyo. Ya waandishi wa habari kukamatwa, matukio ya waandishi wa habari kupigwa, matukio ya idadi ya vyombo vya habari kufungiwa, magazeti kuondolewa sokoni, redio na televisheni yamepungua kwa kiasi kikubwa ukilinganisha na miaka iliyopita. Kwa hiyo katika hali hiyo, na hata tunapokuwa kwenye mikutano, kwa muda nimekuwa rais wa wahariri Afrika Mashariki. Kwa hiyo nilikuwa nikipokea ripoti za nchi za Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Sudani Kusini ambao nao wameomba na kuruhusiwa kuingia mwaka huu. Vile vile Ushelisheli na Madagascar nao wanaomba kuingia katika jukwaa la wahariri Afrika Mashariki. Sasa unaweza kuona nchi zimeanza kufikiri kwamba Tanzania kuna mwelekeo tofauti na tuliokuwa nao miaka ya 2015, 16, 17, 18 ambapo ilikuwa saa 7 kamili tunajiuliza leo ni nani kapitishwa Kisutu. Na nafasi hii sasa iliyojitokeza ni vyema na haki tukaitumia vizuri kama waandishi wa habari, kuonesha weledi wa kitaaluma, kufanya uchunguzi. Asante sana Gulaki Msola kwa taarifa hiyo. Wakazi wa kata ya Bulyanhulu wilayani Kahama mkoani Shinyanga wameiomba serikali kuingilia kati na kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya baadhi ya viongozi wa vijiji na vitongoji wanaotuhumiwa kujihusisha na vitendo vya rushwa pamoja na ukandamizaji wa huduma za kijamii. Mavita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Wito huo umetolewa katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika jimbo la Msalala ulioitishwa mahususi kusikiliza na kutatua kero mbalimbali zinazowakabili wananchi wa eneo hilo. Mbali na tuhuma za rushwa,
Wananchi wameeleza kutoridhishwa na mchakato wa utoaji wa mikopo ya 10% kutoka halmashauri, wakidai kuwepo kwa urasimu unaowaminya hasa vijana fursa hiyo muhimu ya kiuchumi. Wamesema hali hiyo imekuwa kikwazo kikubwa katika juhudi zao za kujikwamua kiuchumi. Kijiji cha Kakola tulikuwa na mwaka mmoja hatujasomewa mapato na matumizi, cha kwanza. Cha pili, kijiji cha Kakola tangu mwenyekiti amechaguliwa mpaka sasa hivi mwelekeo hatujui. Vipaumbele, utekelezaji, wanaona miradi. Kuna viongozi, kuna wenyeviti wa vijiji wameondolewa na sifa. Kwanza waliwahi kuwekwa lock-up kwa sababu ya rushwa na mambo mengine. Waliweka mato na usiliwa. Kuna rushwa na mambo mengine. Tumechoka. Kuna mama mmoja hapa mheshimiwa mbunge alipelekwa rushwa lakini mwenyekiti wa kijiji cha Kakola anamtafutia kijana wake kazi. Ile pesa amekopa kwenye mkopo kwa ushadani. Sisi wananchi hatujawahi kupewa taarifa ya thamani ya hii miradi ama BOQ. Hakuna mradi wote tunaojua una thamani ya shilingi ngapi. Kuna miradi mingine inafanywa na hizi fedha za CSR mheshimiwa, mpaka ufika pale unashangaa hawa walioandaa walikuwaje? Yaani inawezekanaje kwa mfano kama zahanati inajengwa kwenye BOQ hamna choo. Tuna zahanati kwenye hiki kijiji cha Bushingo ilishawahi kujengwa bila choo. Kuna shule ya sekondari kule tunaambiwa ni zaidi ya bilioni 1.7 haina umeme. Akizungumza katika mkutano huo, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya Msalala Judika Sumari ameelezea msimamo wa serikali huku akitoa taarifa za utekelezaji wa miradi inayofadhiliwa kupitia fedha za uwajibikaji kwa makampuni ya jamii yani CSR, akisisitiza uwazi na uwajibikaji katika matumizi ya fedha hizo. Masuala ya taarifa za CSR tutaendelea kuwasiliana na watendaji wa kata pamoja na vijiji, washirikiane na wenyeviti wa vijiji kuitisha mikutano kulingana na ratiba ya mikutano inavyotakiwa. Upande wake Mabula Magangila ameishauri serikali kupitia taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU kufanya uchunguzi wa kina kuhusu tuhuma zinazowakabili baadhi ya viongozi hao ili hatua stahiki za kisheria ziweze kuchukuliwa. Tuhuma yoyote iwe nyinyi mnaifahamu, mimi naifahamu, wenzangu wanaifahamu, inapaswa kuthibitishwa. Kwa hiyo tutalifanyia kazi na ndugu zetu wa TAKUKURU. Taarifa hii ya tuhuma zote za rushwa zitafanyiwa kazi kama mlivyoziwasilisha na zitathibitishwa, na watakaothibitika watachukuliwa hatua bila kuangalia sura ya mtu. Wananchi sasa wanasubiri hatua ya serikali wakiamini kuwa zitasaidia kurejesha haki, uwazi na usawa katika utoaji wa huduma za ndani ya jamii. Asante sana Mwavita Mkondo kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania TIRA imesema kuwa utolewaji wa tuzo za bima za ATI Award ni chachu muhimu katika kukuza sekta ya bima nchini pamoja na kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Recho Chacha anatuarifu zaidi. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam leo na mwakilishi wa kamishna wa bima Tanzania Muyengi Zakaria wakati akizungumza juu ya tuzo hizo ambazo zinatarajiwa kutolewa Mei 22 mwaka huu, zikiwa zimelenga kutambua na kuthamini mchango wa kampuni na watu binafsi wanaofanya kazi vizuri katika sekta ya bima, hali inayoongeza ushindani chanya na ubunifu katika utoaji wa huduma. Tumekubaliana na wenzetu waandaaji kwamba 10% ya kila tiketi itakayokuwa inakatwa itaenda Jakaya Kikwete Cardiac Institution kwa ajili ya kuchangia upasuaji wa watoto wenye mahitaji ya moyo. Kwa upande wake mwenyekiti wa umoja wa kampuni za bima Tanzania ATI Dr. Flora Minja ameeleza kwamba mchakato wa kupata washindi utazingatia vigezo madhubuti ikiwemo utendaji unaopimika, ubora wa huduma pamoja na matokeo yanayoonekana kwa wateja na jamii kwa ujumla, huku mwakilishi wa mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya tuzo za ATI Awards Manase Kawoloka akibainisha kuwa maombi yote yatapitia uhakiki wa kina ili kuhakikisha uwazi na usawa unazingatiwa. Kamati maalum ya usimamizi imeundwa kusimamia mpango huu ikiungwa mkono na vigezo vilivyofafanuliwa wazi kabisa. Kuna mbinu za tathmini zilizoainishwa vizuri pamoja na mifumo ya uhakiki huru. Lengo letu sisi kama ATI, utambuzi lazima upatikane kwa misingi ya sifa, utendaji unaopimika na matokeo yanayoonekana. Kwa kuweka viwango hivi,
tunalenga kuanzisha jukwaa ambalo si linaadhimisha tu mafanikio bali linahamasisha uboreshaji endelevu katika sekta nzima ya bima. Kadri muda unavyokwenda, tunatarajia ATI Bima Awards kuwa kipimo cha ubora katika sekta yetu. Toleo la kwanza la tuzo hizi litajumuisha makundi mbalimbali yanayoakisi nguzo kuu ya sekta ya bima, ikiwemo utendaji wa taasisi, uongozi, ubunifu na mafanikio ya kitaaluma. Bima ni sawa na maisha. Mguu wa kushoto na mguu wa kulia ni watoto mapacha. Kwa hiyo tuna wajibu ya kupaza sauti kwa wananchi nini tunachofanya, na wananchi wanatakiwa wajue kuhusiana na masuala haya ya bima. Aidha, kampuni za bima zimehimizwa kutuma maombi ya kushiriki kabla ya tarehe 30 Aprili mwaka huu ili kupata nafasi ya kushindania tuzo hizo muhimu katika sekta ya bima nchini. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Wakazi wa vijiji vilivyopo katika kata ya Kizengi wilayani Uyui mkoani Tabora hawana mawasiliano ya barabara, ambapo inawalazimu kuanza kutumia usafiri wa mitumbwi walioichonga kienyeji kwa ajili ya kuvuka eneo la Mto Ngwala kwenda maeneo ya jirani kufuata huduma muhimu kama elimu, afya na shughuli nyingine za kijamii, jambo ambalo linahatarisha maisha ya watu. Taarifa ya Josephine Nau inasomwa hapa studio na Rachel Chacha. Wakielezea hali hiyo, baadhi ya wananchi wa kijiji cha Mwamdaki kata ya Kizengi wamesema hawajawahi kutumia mitumbwi kama chombo cha usafiri kwenye eneo lao, lakini kwa sasa inawalazimu kutumia baada ya Mto Ngwala uliopo eneo hilo kufurika maji na kukata mawasiliano ya miundombinu ya barabara zote zinazounganisha vijiji, kata na baadhi ya vitongoji vilivyopo wilayani Uyui. Baadhi ya viongozi wa serikali za vijiji na vitongoji vilivyokumbwa na kadhia hiyo wamesema wananchi wamekuwa wakipata usumbufu mkubwa kwa kuwa mitumbwi wanayotumia licha ya kuwa ni duni na usalama wake ni mdogo, lakini pia wamekuwa wakitozwa fedha kiasi cha shilingi 5,000 kwa kila safari, ambapo wamemuomba Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuchukua hatua za haraka kwenye eneo hilo ili kuepusha na madhara ikiwemo vifo vya mara kwa mara vinavyoweza kujitokeza. Siku moja nikitoka ng'ambo nyingine kuelekea ng'ambo nyingine, bahati mbaya ajali ikatokea katika mitumbwi hii. Najua tulitoka kwa shida sana. Na hii ilishatokea sana hapa. Kuna watu walishapoteza maisha kwa sababu ya shida. Mtu labda ana mgonjwa anataka ampeleke hospitali, lakini hana namna, inalazimika apitishe mgonjwa wake hapa. Lakini shawahi kutokea watu wanadumbukia humu, wanaenda na maji, wanapoteza maisha yao. Sasa ombi letu kubwa kwa serikali iweze kusikia kilio chetu. Watu wa huku tuna mazao yanalimwa huku, lakini ili yaende sokoni yanahitaji kupita hapa. Sasa leo tunayafikisha wapi? Kwa mfano kipindi hiki inafikia mahala tunakosa mahitaji muhimu au kupata fedha za kujikimu kuendeleza maisha yetu kwa sababu hatuna miundombinu ya kusafirisha mazao yetu kuyapeleka kwenye soko. Kwa kama serikali itasikia kilio hiki, tuweze kupata daraja ili magari yaweze kupita, tuweze kupata fursa ya kusafirisha mizigo na kwenda mahara kwa urahisi, hata kupeleka wagonjwa wetu. Kwa upande wake, diwani wa kata ya Kizengi Athmani Mihambo ameahidi kuifikisha kero hiyo ya wananchi kwenye mamlaka husika ikiwemo halmashauri ya wilaya Uyui ili hatua za makusudi ziweze kuchukuliwa kwenye eneo hilo ambalo linaonesha kuwakosesha matumaini wananchi. Usafiri unaotumika silizifi nao, lakini ni mbadala kwa sababu hawana huduma nyingine, lakini sio usafiri salama. Sio usafiri salama kwa sababu unakuwa hauna kiwango bora, lakini wameona bora kuwa na kitu kibovu kuliko kukosa kabisa, wakaamua kutumia hicho. Lakini usafiri huo hata kiongozi wote haumridhishi, sio salama kwao. Uongozi wetu ni sikivu sana, kuanzia rais na viongozi wengine wote. Sasa naamini watalichukua hili, na mimi kwa sababu ni diwani naondoka nalo hili kulipeleka halmashauri, lakini pia nawaomba viongozi wa ngazi ya juu zaidi na wenyewe walichukue, na wananchi tuwe na subra. Mwenyezi Mungu atasaidia, rais wetu ni msikivu, atatujibu. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Wanafunzi zaidi ya 40,000 watapatiwa matibabu bure ya macho endapo wakibainika wana matatizo hayo baada ya kufanyiwa vipimo katika manispaa ya Singida mkoani humo. Amini Nyaungo anatuarifu zaidi. Hayo ameyasema mwenyekiti wa Vision Care Foundation Eden Mashayo alipokuwa wanafanya mafunzo kwa walimu wa shule mbalimbali kuelekea zoezi hilo. Hii project yetu inaitwa afya shuleni pamoja na jamii. Afya shuleni pamoja na jamii kwa sababu walimu tuwafikia shuleni na wanafunzi shuleni, lakini jamii ni wale wazazi wote
ambao wanatoa katika zile shule au wengine ambao wana shida ya macho kwa jumla tutawaita waje sehemu moja. Kwa awamu hii ya mkoa huu wa Singida au wilaya hii ya Singida mjini tunategemea kufikia wanafunzi 40,000 na nyingine na nyongeza watakuwepo, lakini wale wanafunzi 40,000 pia tunalenga kuwafikia wazazi wao. Kwa hiyo katika hiyo kempu ambayo tunafanya afya ya macho tutapima wanafunzi ambao wametambulika pamoja na wazazi ambao wana changamoto zote za afya ya macho, na tutatoa miwani bure na dawa bure kwa wanafunzi pamoja na walimu wao wote shule zote ambazo zitakuwa ziko kwenye mradi za wilaya hii ya Singida mjini. Kwa maana ya mafunzo shuleni kwa sisi kama Vision Care Foundation tutafikia wilaya hii ya Singida, lakini bado baada ya hii zoezi la kwanza tutakwenda kuexpand kwenda kwenye wilaya zingine pia. Naye mganga mkuu wa mkoa wa Singida Dr. Victorina Ludovic alisema ya kuwa huduma hizo za macho na upofu zinatibika. Kwamba 80% ya upofu unatibika, na hii ni elimu kubwa sana kwa washiriki wote. Sasa mnaona kazi kubwa ambayo tunayo kwenda kuhakikisha hii 80% yote tunaifikia na watu wanapata huduma. Hii ni pamoja na watoto wetu ambao wako shuleni ambao kwa kiwango kikubwa imeonekana wana uoni hafifu katika maeneo mbalimbali ambayo upimaji na huduma za macho zimeendelea kutolewa. Kwa hiyo ndio sababu ambayo tumeiona kwamba walimu mna uwezo mkubwa sana wa kutusaidia kuhakikisha kwamba watoto tunawatambua mapema na wanapata huduma stahiki. Kwa upande wa serikali wanasemaje juu ya hili? Kwa hiyo hizi ni juhudi mahususi za serikali kwa kushirikiana na wadau za kusaidia kupunguza au kumaliza kabisa changamoto ya matatizo ya macho yanayosababisha upofu yanayoweza kuzuilika. Wadau wamelenga eneo la wanafunzi, lakini kuna wengine ambao wanagusa eneo la upande wa pili la jamii, tukihusisha huduma wa afya ngazi ya jamii. Kwa hiyo eneo la shule kwa maana ya kuangalia kundi la wanafunzi lilikuwa lina mdau hasa kwa mkoa wa Singida ambaye alikuwa anaangalia hili eneo. Walimu ambao wamefanyiwa mafunzo wamewashukuru wadau kwa kuwaletea huduma hiyo. Kwa Vision Care Foundation tunapenda kuwashukuru kwa sababu hatukuitarajia hii program ambayo wamekuja kutusurprise sisi kama walezi, wazazi kwa ajili ya kutusaidia ili watoto wetu waweze kufanya vizuri katika masomo. Elimu hii ni nzuri. Kwanza mimi mwenyewe binafsi natambua napata manufaa makubwa. Asante sana Amini Nyaungo kwa taarifa hiyo. Ufaransa imeahidi kuendelea kushirikiana na Tanzania katika kuendeleza vijana kwa kuwasaidia katika kukuza vipawa pamoja na ujuzi walionao ili kujikwamua kiuchumi. Goodluck Msola ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam kuelekea tamasha la ucheshi la Afrika litakalofanyika Tanzania, Balozi wa Ufaransa nchini Tanzania Anne-Sophie Ave amesisitiza nchi ya Ufaransa ipo tayari kushirikiana na serikali ya Tanzania kwa kuwezesha programu na mafunzo maalum yatakayowasaidia vijana kuendeleza vipawa walivyonavyo sanjari na ujuzi, hususan katika vipawa vya sanaa ambao vinaweza kuwakwamua kiuchumi. The main spectators for the Swahili festival will be Tanzanians. Of course, other people in the region speak Swahili and they will be interested to attend as well, but the majority will be Tanzanians, and the English part will be open to everyone who understands English, and will be able to be broadcast all over the world because English is an international language. But now I hear how well you speak French. I'm tempted to also have an edition in French. Kwa upande wake mkurugenzi wa maendeleo ya filamu nchini Emmanuel Ndumukwa akizungumza kwa niaba ya Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo amesema fani hiyo ya ucheshi kwa nchi ya Tanzania imeendelea kukua kwa kasi nchini kwa vijana wengi kutengeneza maudhui ya ucheshi, huku serikali ikitarajiwa kutumia majukwaa kama hayo kwa ajili ya kurasimisha tasnia hiyo. Kwa nafasi ya kuwatambua hawa wadau wetu ambao wana vipaji kuja kuonesha kupitia kuwatambua katika tukio hili watapata nafasi ya kurasimishwa, kwa sababu wapo wengi ambao wanafanya hizo kazi lakini hawako rasmi. Kurasimishwa kutawafanya kuongeza thamani yao, lakini sisi kama serikali tutapata database yao ambayo itatusaidia hata tunapo plani, labda kama ni training, tunakuwa tunajua tuna watu wangapi ambao tunaweza tukawaoffer training, kwa sababu tumeona sasa hivi wengi ucheshi bima na hata wana content creators wengine ambao wanafanya kwa njia tofauti. Kuna baadhi yao ambao wamekuwa wakileta maudhui ambayo itamaduni zetu
hayana staha. Naye mratibu wa tamasha hilo Evans Bukuku amesema tamasha hilo litakalofanyika Tanzania kuanzia Aprili 25 likiwa limepewa jina la Punchline Ucheshi litawaleta makundi mbalimbali ya vijana kutoka mataifa mbalimbali ya bara la Afrika ambapo wapo katika tasnia ya ucheshi, hivyo kuwezesha vijana hao kuonesha maudhui pamoja na kazi wanazozifanya kwa bara la Afrika nzima. Haya si mashindano, ni maonesho, na maonesho yako wazi kwa kila aina ya msanii wa ucheshi wima, kwa kila mmoja bila kujali yuko jukwaa lipi. Kisori hapa wiki iliyopita alikuja mgeni kutoka Afrika Kusini, aliperform kwenye stage hii. Kesho atakuja mtu kutoka jukwaa lingine, let's say tu ataperform hapa. Yaani sisi hatujafunga kwamba wasanii fulani wapo, na wana Kisori ipo hapa kuwakilisha artists wengine wote. Taasisi za elimu ya juu nchini zimeshauriwa kuwajengea wanafunzi utamaduni wa kupenda kusaidia makundi ya watu wenye uhitaji ikiwamo yatima, ili moyo huo wa upendo na tabia ya kusaidia iwe ni sehemu ya maisha yao baada ya kumaliza masomo. Mrisho Mapeo ana undani wa taarifa hiyo. Wito huo umetolewa jijini Dar es Salaam na afisa ubora wa elimu kutoka chuo cha Covenant Institute of Tanzania, Joel Madangi, wakati akizungumza na waandishi wa habari, ambapo amesema chuo hicho huandaa charity kila mwaka kwa ajili ya kusaidia makundi ya watu wenye uhitaji, ambapo kwa mwaka huu walimu pamoja na wanafunzi wa chuo hicho wameandaa charity ya kutembelea na kusaidia kituo cha Amani Orphanage kilichopo wilayani Bagamoyo mkoani Pwani. Madangi amesema lengo lao, mbali na kusaidia watu wenye uhitaji, wamekusudia kuwajengea wanafunzi utamaduni wa kupenda kusaidia makundi hayo, huku akitoa wito kwa vyuo mbalimbali kuwa na utamaduni huo. Wito wangu kwa vyuo na Watanzania wote kwa ujumla katika hii charity ambayo tunaifanya kama chuo chetu cha Covenant, kuna elimu ile ya nadharia ambayo wanafunzi wanaipata wakiwa mashuleni au vyuoni, lakini sisi kama chuo tumeangalia ni vyema zaidi mwanafunzi kujifunza hata elimu ya nje ya chuo, kuangalia maisha halisi, jinsi binadamu wanavyopitia changamoto na mambo kadha kadha. Kwa hiyo wanafunzi wetu wakienda kuangalia maisha wanayoishi wanafunzi watoto wengine, wanajifunza kwa zaidi na zaidi na jinsi ya kuelimika na kujiweka vyema zaidi katika masomo yao. Kwa hiyo sio tu kubase katika elimu ya darasani, lakini pia tumeweka charity kwa aina moja au nyingine ya kujifunza, kuangalia maisha yanayoendelea nje ya chuo. Kwa upande wake, mmoja wa wakufunzi kutoka chuo hicho cha Covenant Institute of Tanzania, Nasra Kimaro, amesema uwepo wa charity ya chuo hicho kwa ajili ya kusaidia watoto wenye uhitaji ni muhimu, lakini ni muhimu zaidi kuwajengea wanafunzi utamaduni wa kusaidia watu wenye uhitaji. Sisi kama chuo cha Covenant tumeandaa shughuli ya kwenda kuwasaidia watoto yatima na wenye uhitaji mahali Bagamoyo. Na hii sio mara yetu ya kwanza, hii ni takriban mara yetu ya 4 ya kufanya hicho kitu. Kwa hiyo tumefanya hivi kwa sababu ni kitu kizuri cha kuweza kuwasaidia watoto wenye uhitaji, kwani wote sisi ni wamoja wa Tanzania na tunaweza tukasaidiana pale ambapo tunaweza. Hichi kitu ni kizuri kwa sisi hapa kwa sababu tunafanya hivi, tunawaonyesha hata wanafunzi wetu wa Covenant Institute kwamba ni jambo la heri na jambo zuri la kufanya hivyo, kwani hata wao wakija kuwa watu wakubwa huko, wakija kupata kazi zao, itawajengea kuwa watu wema, waweza kufanya mambo mazuri na kutoa misaada kwa wenye uhitaji. Naye mmoja wa waratibu wa charity hiyo, Joseph Mshana, amewataka wadau mbalimbali na Watanzania kwa ujumla kushirikiana na chuo hicho ili kutimiza lengo la kusaidia watoto yatima na makundi ya watu wenye uhitaji ili waweze kupata mahitaji muhimu na kutimiza ndoto za maisha yao. Tumepanga kwenda kuwatembelea watoto yatima pale Bagamoyo, kituo kinachoitwa Amani Orphanage. Ninatamani kila mmoja ashiriki baraka hii ya kwenda kuwatembelea watoto yatima hawa, ambapo tutakapoenda pale tarehe 16 mwezi wa 5, na tunatamani sana kila mmoja ashiriki kwa namna ya kwake. Kama kuna sadaka yoyote ambayo unatamani kuchangia, twende tukaone watoto. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara Afrika 50 kusaidia utekelezaji wa dira nchini Tanzania.